Tukaenda kule Pemba tukafanya vile. Vijana 12 wakaenda katika mwezi mmoja wakafanya mikutano 10 kila moja, wakakutana watu wengi na wamepata uwezo wa kuweza kwenda kila pahali kufanya mikutano yale, na wameshukuru kwamba masheha na district commissioners wamewaruhusu. Nafasi 2-3 waliziwiliwa lakini haikuharibu kitu. Kwa hivyo tunaweza kusema kule Pemba ilikuwa 100% success. Tulipojaribu kufanya hapa Unguja haikuweza kufanyika na mkutano hata mmoja katika watu 16 waliokwenda. Hata mkutano mmoja haikuwezekana kwa sababu mkuu wa wilaya au sheha anaziwia. Sasa hiyo imekuwa wananchi wamenyimwa haki ya kupata elimu, na sisi hatuna chama. Mimi mwenyewe sina chama, maksudi sikujiunga, na katika organization yetu wako watu kila aina. Sasa kwa nini tunaziwiliwa? Sasa hapa serikali inahusika, lakini vile vile tume, kwa sababu tume ndio ilikuwa kazi yao ya kuturuhusu sisi tuweze kufanya kazi yetu, na hatukuweza kufanya kazi yetu. Sasa hii ni mara kwanza tu, tutakwenda sehemu ya pili katika kujadili, hiyo ni rasimu ya katiba. Halafu tutakwenda sehemu ya 3 ya kura ya maoni. Kama tukazilio namna hii, basi hatuna demokrasi toka hapo mwanzo. Kwa hivyo tusifikiri kwamba tunaenda kupata demokrasi, katiba ya demokrasi. Kama hatuna ruhusa, hii ni haki yetu ya freedom of speech na freedom of association, tunayo chini ya katiba sasa, lakini tunanyimwa katika sheria hii iliyopitishwa na bunge. Hiyo ni moja nataka kusema. Kitu cha pili nataka kusema, hii bunge la katiba, kama ni takwimu aliyotoa bwana Aliuki alitoa na Profesa Shiuchi, tayari zaidi ya 2/3 ya watu kwenye bunge ile wanatoka kwenye chama kimoja. Mimi sina tatizo na hiyo chama, lakini kama chama itatoa msimamo wake kwamba msimamo wetu ni serikali mbili tuseme, na halafu ikawalazimisha wafuasi wake members wale wote chini ya sheria za kawaida hizi kwamba lazima wafuate msimamo ule, itakuwa hiyo decision ya mfumo wa serikali itakuwa predetermined. Itakuwa tumepoteza wakati wote huu na tutarudia na mambo yale yaliyotakiwa toka kwanza. Sasa hii naona inavuruga mambo. Na kitu cha 3 nataka kuongea baada ya kura maoni. Katika sheria imesema kwamba tutapewa fursa mara kura ya kwanza. Kama sehemu moja au yote mbili wakikataa ile katiba, itafanywa mara ya pili. Mara ya pili ikikataliwa pande moja au ya pili au pande zote mbili, sheria inasema tunarudia kwenye katiba ya 77. Hii ni kichekesho, kwa sababu watu washasema kwamba katiba ya 77 haifai. Ndio maana tumetumia gharama zote ile, tumetumia wakati wetu wote kuandika katiba mpya. Halafu tuambiwe tutakurudi katiba ya 77. Na chekesho, kwa sababu walioshindwa hapo ni nani? Iloshindwa ni bunge la katiba, kwa sababu wao wameshindwa kurepresent matakwa ya wananchi. Kwa hivyo ingekuwa bora zaidi ingesemwa kwamba kama ikishindwa mara pili, basi bunge lile la katiba livunjwe na members wote sasa wachaguliwe upya bila kufuata vyama. Asante. Assalamu alaikum. Naitwa Masud Salim Mohamed, mwanafunzi mwaka wa 2 sheria. Nimefurahi kumuona mwalimu wangu hapo, Mr. Uki. Lakini pia ni mwenyekiti wa asasi ya vijana Zanzibar Association for Youth Education and Empowerment. Kwanza niwashukuru Zanzibar Law Society kuorganize kitu kama hiki, ni muhimu sana. Na nianze kwa kuwashauri. Mara nyingi ukitazama midahalo kama hii, at the end of the day watu wanazungumza, wakati mwingine unaweza kujiuliza kimezungumzwa nini? Hoja ziko wapi? Kwa hiyo Zanzibar Law Society na taasisi nyingine, hata sisi NGOs,
tujitahidi katika kuwajengea watu wetu uwezo wa kujenga hoja, kwa sababu at the end of the day haya ni mambo ya kisheria, hoja ndiyo itakayozingatiwa. Tunazungumzia miaka 49 ya muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar. Mimi niseme kuelekea miaka 50. Nataka wakumbushe vijana tu kwamba wana nafasi ya pekee, weza katika la muungano au kuzungumzia maslahi ya Zanzibar au kujenga nchi yetu. Muungano uliopo mimi nauita ni wa Karume na Nyerere, na somehow ulikosa legitimacy ya wananchi, na uongozi uliopo wamelelewa na hao wazee wawili, na samahani wazee, si wazee wote, lakini mara nyingi hao waliopo wanafikiria miaka 50 iliyopita. Sisi vijana tunafikiria miaka 50 forward. Kwa hiyo tuna nafasi ya pekee kuleta mabadiliko ya kweli ndani ya nchi. Mwalimu wangu kazungumzia changamoto nyingi. Kazungumzia kwa mfano bunge maalum kuwa na mfumo au kuwa na mwelekeo wa chama fulani. Kazungumzia minimum turnout. Katika haya, hizi changamoto za ukweli, these challenges are real. Kwa hiyo wengi tulioko hapa tukiwa na taaluma ya kisheria lazima tujiandae kuweza kuchallenge hila zitakapokuwepo, zitakazojitokeza kisheria. Vinginevyo baada ya miezi 14, baada ya pirika zote hizi, mazungumzo yote haya, hakitobadilika kitu. Kwa kumalizia, Mr. Uki pia kazungumzia ugumu wa kupatikana kwa hatima moja kwa Wazanzibari wote. Hili ni kweli, historia, kila mtu anatazama maslahi yake. Lakini siku moja nilikuwa kumsikia Dr. Salim Ahmed akiwahoji Wazanzibari akisema, jamani, muungano na matatizo yake, lakini Wazanzibari lazima sisi wenyewe kwanza ndani ya Zanzibar tujijue nini tunachokitaka ndani ya muungano. Hapo tu and only then tunaweza tukasonga mbele. Kwa pamoja na tofauti zetu, mimi narudia kwa appeal kwa vijana wenzangu. Sisi vijana tuna nafasi ya pekee kuleta mabadiliko ndani ya Zanzibar, ndani ya mfumo wa muungano na ndani ya dunia kwa ujumla. Kwa hiyo tutambue uwezo wetu vijana wenzangu. Asanteni sana. Naomba mpe huyu bwana alovaa kanzu alafu peleke nyuma kabisa kule. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunikubali. Naitwa Omar Said Omar, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mchukwani katika fani ya Islamic Arabic, na vile vile ni mjumbe wa Umoja wa Vyuo Vikuu Zanzibar na taasisi za elimu ya juu. Mheshimiwa, mimi na kama mambo manne tu mchango wangu katika hili. Jambo la mwanzo kabisa nasema kwamba Zanzibar, tukiwa kama Zanzibar na kusudia Wazanzibari tulio wengi, hatujui elimu ya katiba. Sasa kwa sababu hatujui elimu ya katiba, it means that hatuelewi umuhimu wa katiba. Sasa kama hivyo ndivyo, tungeomba baraza lako hili Mheshimiwa Mwenyekiti litafute utaratibu maalumu wa kuwafikia Wazanzibari kutoa elimu ya katiba kwanza, kwa sababu tumeona katika raundi ya mwanzo ya maoni mtu anafika pale hajui anachokizungumza ni kitu gani. La pili, nimepata wasiwasi kidogo katika swala zima la kura ya maoni. Nadhani ingejulikanwa kwanza kura hii ya maoni tunakwenda nayo kwa mustakabali gani? Yani kusudia kwamba je, itazingatia muungano au itazingatia nchi kwa nchi? Hapa kidogo nimefanya wasiwasi. Ikiwa itazingatia kwamba ni muungano wa Tanzania, ina maana maoni yetu Wazanzibari yatakuwa yameingizwa ndani ya kapu. Kwa hivyo ili kura ya maoni iwe sawia, lazima izingatie wapiga kura wa Zanzibar mbali wameamua nini, na wale wa Tanganyika na wao wameamua nini, halafu itizamwe majority yake, majority ya Zanzibar na majority ya bara.
lakini ikichukuliwa tu Watanzania wamepiga kura katika katiba, ina maana Wazanzibari tumetua kapuni. Kwa hivyo lile tunalolidai itakuwa sisi hapo halipo. Jengine, Mheshimiwa, nina wasiwasi. Wasiwasi wangu upo juu ya haya maoni tunayoyatoa na ambayo labda itakuwa tumeafikia ikawa ni sawa sawa na tuliotwanga maji kwenye kinu. Kwa nini nikasema hivi? Serikali yetu tumeianza kuiona toka awali imejipa tabia ya kiungu. Nasema imejipa tabia ya kiungu kwa maana ifuatayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaka kumuumba mwanadamu aliwaita malaika. Akawaambia nataka niumbe kiumbe ambaye atakaa duniani kuitawala. Malaika wakatoa hoja zao nyingi sana kwa Mwenyezi Mungu. Unataka kuumba kiumbe ambaye ataleta ufisadi, atamwaga damu na kadhalika, kuonesha kwamba hawakuridhika na tendo lile. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye ndiye anayejua lengo na madhumuni ya kumuumba mwanadamu, ndio maana akatuumba sisi tukawepo sisi hapa leo. Sasa wasiwasi wangu juu ya hili, isijekuwa serikali inataka ujiwekea kule, na hili naliogopea kwa sababu tulipita kutoa maoni yetu katika kura ya maoni ya vyama vingi vya siasa. 80% ya nchi hii wakasema sisi hatuhitaji mfumo wa vyama vingi vya siasa. Matokeo yake vyama vingi vya siasa vikaja. Sasa sijekuwa sisi tunatoa maoni yetu hapa, tunapoteza muda wetu, halafu baadaye maoni yetu yakawa kama yale ya kura ya maoni ya mfumo wa vyama vingi vya siasa, yale tunayoyataka ikawa sio ambayo yataletwa kwetu. Hiyo ndio wasiwasi wetu, Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa mwisho kabisa, kwa kumalizia, Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme kwamba katiba yoyote, majadiliano yoyote kuhusu muungano ambayo hayatoweka bayana umuhimu wa Zanzibar katika muungano, hilo halifai. Lazima tujue Zanzibar kama ni nchi. Hili ndilo ambalo sisi tunalolitaka aliyeke bayana katika hiyo katiba. Asante sana Mheshimiwa. Peleke nyuma kabisa. Wingi. Lakini nikirudia katika mada ya Mheshimiwa Uki, alisema msemo mmoja na mimi nitamnukuu yeye, kama nitakosea naomba mnisame. There's no minimum turnout. Sasa sijui kama nimefahamu maana yake nini na maelezo ya mwenzangu. Kwanza hilo. Kwa nini narudia msemo huu? Ni kwa sababu mimi ni mmoja kati ya walioshiriki kuomba nafasi ya Baraza la Katiba. Ushahidi, barua yangu ya sheha ninayo mkononi hapa. Shehia yangu haikubahatika kukamilisha utaratibu ule. Sasa swala nalipeleka kwa tume moja kwa moja, kama nitakosea naomba nisamehewe, nalileta hapo mbele. Je, ikiwa uhalisia wa upatikanaji wa wajumbe wa Baraza la Katiba katika shehia umekuwa mgumu kiasi hichi, baadaye unaambiwa kwamba labda nyinyi hamkuwa wastaarabu. Sijui ilikuwaje kwaje nikapewa jibu lile kwa kufuatilia kwangu, lakini nikimnukuu kama ni swala, Mheshimiwa Uki alisema tufanye utaratibu sasa kwa knowledge hii tunaoipata kuwafikia hawa wa wenzetu ambao wamebahatika, labda watakuwa sijui utaratibu utakuwaje hapo baadaye kushiriki katika Baraza la Katiba, kwamba tuwasaidie kuwapa hizi changamoto za taaluma hii ili waweze kutuwakilisha vizuri huko katika Baraza la Katiba. Lakini swala liko sasa, vipi tutawapata hawa watu ikiwa upatikanaji wenyewe ndio kama sisi ambao katika shehia zetu wengine hatukubahatika kupata hizo fursa? Je, hao walioingia huko, kwa mfano katika hiyo shehia yangu, je kuna wakilishi kutoka shehia ile? Na kama hakuna, je ni shehia ngapi ambazo ukilinganisha wingi kwa mujibu wa kitabu hichi cha mwongozo wa Tume ya Katiba, namna ya upatikanaji wa mabaraza ya katiba, mnacho hapa kutoka tume kwamba wao ni 18,181 kutoka kule, yani upande wa pili, na sisi ni 19,000 tu. 1198 peke yake. Sasa wingi huu tu wa mabaraza ya katiba katika uwakilishwaji na namna hii ya upatikanaji wenyewe hapa kwetu Zanzibar, washiriki wenyewe hatuwajui wakoje. Sasa sijui tutawapataje Mheshimiwa mtoa mada hawa watakaoshiriki ili kuwasaidia hii knowledge ambayo tutakuwa tunaipata. Asanteni.
Mpe huyo alivaa kanzu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Said Karim Zam, ni mjasiriamali tu mitaani. Kwanza kabisa sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu na kukushukuru wewe mwenyekiti kunipa fursa hii, lakini pia kuwashukuru hadhira wenzangu wote waliohudhuria katika hafla hii. Mimi na mambo mawili tu, lakini pia ni wasiwasi kwangu. Mheshimiwa Uki katika presentation yake ambayo nimeiwahi, nimemsikia swala zima la kwamba sisi wenyewe Wazanzibari ambao tunataka mustakbal, basi wenyewe tutagawika. Hatutoweza kupata mustakbal mmoja. Ni sawa, lakini kuna mtu hapa ni mchangiaji, I think ni watatu labda, amesema swala la wingi manake halimeta. Halafu akatoa ushauri kwamba ni vyema vijana wa Kizanzibari tukajiorganize wenyewe kuingia kwenye mitaa yetu. Halafu hapa naunganisha na kauli ya Profesa Abdul Sharif kwamba ikiwa wao ni NGOs kamili, wamesajiliwa, wana katiba na mwongozo wao kamili, wamekwenda baadhi ya wilaya na shehia, eti sheha anakataa kwa maslahi yake. Je, sisi mimi na mwenzangu tu ni watu wa kawaida tunaye go ahead hiyo? Kwa maana hiyo wasiwasi wangu, ikiwa sisi tunatoa maoni yetu kwa mustakbal nzima wa nchi yetu, na 66% ya Wazanzibari kwamba wametaji labda muungano wa aina gani, iko wazi. Sasa ikiwa sisi tunaleta maoni yetu ambaye ni mwananchi, kwa mwananchi mbele yenu, ukatuambia kwamba hatuwezi kupata mustakbal, you are right kabisa. Lakini tuna serikali hapa ambayo wao ni kichwa, ambao ni kauli ya mwisho. Kama mnakumbuka kikao cha juzi tu Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa mwakilishi wa mji mkongwe Ismail Jusaladu anamchallenge, ilikuwa ni temu ya mwisho, yani Balozi Seif Alidi ambaye pia ni makamu wa pili, anamwambia zungumzia mustakbal wa wananchi wa Zanzibar juu ya swala hili tunalokwenda nalo. Makamu wa pili anajibu kwamba yeye hana kauli, eti tume ndio yenye maamuzi. Kwa hivyo nini tunafanya? Kwa hivyo tuwekeni wazi, Mheshimiwa mwanasheria mkuu, tuwekeni wazi, msitufunge juu ya haya mustakbali yetu. Umma ushabalika, viongozi bado. Kwa hivyo sisi kwanza tuna claim kwa viongozi wetu, lakini tusidanganyane kwamba umma haujui mustakbali wa Zanzibar. Umma wote unafahamu kila kitu. Swala jingine, ushiriki wa kwenye mabaraza ya katiba, umetuambia kwamba shehia zote kutoka Zanzibar, umetupa hapa ni kwamba 1198 kutoka Zanzibar, na kule ni 18,000. Hii total majority yote hapa itapewa uzito kwamba labda hii Zanzibar, hii Tanganyika, kwa kuzingatia hiyo 2/3 maybe, kwa sababu tusije kwamba sisi at the end ikawa Zanzibar labda wao kidogo, labda kule bara ni wengi, tukaja tukafungana, patakuwa hapatoshi. Mimi nadhani mawazo yangu ndo hayo tu. Wapi wana mama? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Salama Mohamed Hassan kutoka Jumuiya ya Fisabilillahi Markaz. Mimi mchango wangu, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu pamoja na nyinyi wote tuliokusanyika hapa, lakini kwa kweli michango ni mizuri wanaoitoa watu wote, wajumbe washiriki wanaoitoa michango yao inaleta mwelekeo. Lakini labda mimi wasiwasi wangu ni kwamba, kwanza kama ninavyofahamu, watu wengi wanaamua maamuzi bila kuwa na elimu. Yaani kwanza watu hawajui kabisa katiba iko vipi, na watu tu, baadhi ya watu, kwa mfano hawa wanasiasa au watu wengine maalum, wakija watu wakiwashawishi watu na watu wanakubali tu kuelekea kwamba mtu amezungumza hili kwa kumpenda mtu anaamua kumfuata vile anavyo
kuzungumza bila kujali kwamba athari zake zitakujaje baadaye. Lakini sasa mimi kwanza ushauri nipeni nyinyi kama mliokuwepo huko kama wanasheria, nafikiri sheria ndio inayoongoza nchi. Sasa wanasheria na nyinyi mtakuwa mna majukumu, kwa sababu mnao majukumu ya kuelimisha watu waifahamu sheria ili wajue waamue vipi. Maamuzi yoyote unayoamua mtu bila kuwa na elimu inakuwa ni mtihani. Sasa mtihani ukipatikana na nyinyi mtakuwemo katika hilo jukumu. Kwa hiyo mimi nakushaurini kwanza hili muliweke mbele, kuwapa watu elimu. Na kama serikali baadhi ya maeneo kwamba kwa kina sheha au kwa kina mkuu wa wilaya wanakuwa wanaziwia watu kupata ufahamu. Sasa sijui tuweze kujua kwamba hapa tutafikiaje lengo. Lengo kufikia na maana watu wawe wamefahamu. Hili jambo wanalotaka kuliamua waliamue vipi. Ukishajua basi utajua jinsi gani ya kuamua. Lakini kama hutajua utakuwa unaburuzwa. Sasa mimi nilikuwa nakuombeni hili kwanza tulishughulikie hili. Lakini kama tukishindwa hapa, nafikiri naona kwamba tutakuwa tunapoteza muda bure na wakati bure, kutakuwa hamna kitakachofanyikana. Sana sana ni kujuana kwamba wewe umesema nini, basi tena baadaye uje ugongewe hodi, ukamatwe urundikwe ndani. Mimi wazo wangu ndio hilo inshallah. Assalamu alaikum warahmatullah. Naitwa Zainabu Mtima, natoka Mbweni. Mimi naomba mwanasheria mkuu autulize moyo wangu na wasiwasi. Mchakato wa katiba rasimu ilivyokuja ilikuwa inasema marufuku kujadili muungano. Kinyonyo kikaja, Warioba anasema Wazanzibari wazungumze kama muungano nini. Tunakaa tunajadili. Mchakato ulivyoanza wa kutoa maoni, wale majaji kama mlivyokaa mbele, ukizungumza muungano sijui nini, unamuona kabisa peni anaweka chini. Muungano serikali tatu si nini, peni anaweka chini. Ukizungumza kitu kingine ana noti. Sasa narudi. Je, hatima itakuwa vipi? Kama walivyotangulia baadhi ya watu walizungumza, hatima ya Zanzibar katika muungano na maoni yao itakuwaje? Nyayo. Assalamu alaikum. Kwanza na mimi nimshukuru Mungu aliotupa hatua tukafika hapa. Niwashukuru na wanasheria leo kukumbuka kwamba kuna haja ya kukaa na watu tukaelimishana. Shughuli ya mabadiliko ya katiba ni suala la kisheria, linawahusu zaidi wanasheria na wasomi ambao leo mpo hapa. Nyie ndio linakuhusuni zaidi. Wananchi ni kupata baraka. Huenda wapo ambao wana fikra nzuri, wanaweza wakawasaidia wanasheria wakalitumia kisheria. Lakini tatizo lilitokea baada ya kuwa wanasheria na wasomi hawako active na kuacha watu wakatoa maoni kwa namna wanavyojua wao, na wengine wakafanya makosa kwa sababu hawakupata maelekezo mazuri kutoka kwa wanasheria na kwa wasomi. Na wanasiasa vile vile wakapata na wao fursa ya kuingia na kuliteka nyara suala la mabadiliko ya katiba Tanzania. Hatari ilokuwepo. Fursa kama hii haikuwahi kutokezea tokea mwaka 1964. Baada ya mapinduzi watu walifungwa midomo wasitoe maoni yao. Leo wamepata fursa ya kutoa maoni yao. Na kunyamazishwa kule kulikuwa na maana kwamba wasiamshwe waliolala, watu wafanye wanayoyataka. Lakini sasa watu washaamka kwa sababu mengi yashazungumzwa na watu washafahamu nini wanahitaji. Watu wanataka kuondokana na umaskini katika nchi hii. Watu wamechoka kuwa maskini na washajua wanachokitaka. Kwa hivyo kusipotendeka haki
katika mchakato huu ni kuhatarisha amani ya Tanzania, na jukumu hili linawajia nyie wasomi, wanasheria ambao labda vile vyeo mnavionea raha, lakini ni jukumu kubwa mmechukua. Ukisha kusoma manake una nuru, una mwangaza, unajua wapi unapohitaji kwenda. Sasa amini ulichokisoma ukitumie kama kupigana. Kupigana ni moyo wako waliofundishwa kupigana, lakini akiingia katika mitaani huko atapigwa. Sasa kama unahisi elimu yako huwezi kuitumia, itoe, wape watu ambao wanaweza wakaitumia. Hapa mwenzangu kutoka VUK Mr. Khalid alizungumza kwamba iundwe jumuiya maalum ya wanasheria ambayo itakuwa na nguvu. Mashehe ambao wako kizuizini sasa muda mrefu, vugu mitaani kwamba si haki, si haki, si haki, watu wanazungumza, lakini hatukuwasikia wanasheria kutoa tamko lao. Kwa nini? Kuna jumuiya ya wanasheria, kazi yake nini? Na sisi wengine tunaogopa sasa kuendelea kutoa maoni yetu. Ndio, nadhani mnafahamu kama wako watu walio confess, walokubali makosa yao mahakamani kwa sababu ya kutumiliwa nguvu. Kwa hivyo kimya chetu sisi ikiwa tuendelee kutoa maoni haina maana hatuna maoni. Sasa tunaogopa kwa sababu wenzetu washakamatwa, na wamekamatwa kwa sababu hakuna mtetezi mwingine, na kwa sababu hatuna umoja vile vile. Kwa hivyo lazima wanasheria muwe active na wasomi pia muwe active. Kuhusiana na mchango wa Bwana Ali Uki kwamba hapa kuna makundi Zanzibar, kweli yako makundi matatu. Kundi la kwanza la wanasiasa ambao wao wanagombania matumbo yao. Kundi la pili ni watu wa bara ambao wako Zanzibar wanaishi, wana wasiwasi wanaposikia muungano unajadiliwa, kwa sababu wanajua wanapata yale maoni ya mitaani kwamba wataondolewa wale, watafukuzwa, wakati sheria inasema mtu wa bara akiishi hapa zaidi ya miaka 10 ana haki ya kuishi, ni Mzanzibari huyo. Kwa hivyo wao wangeweza kulizungumza kwa njia nzuri ya kuondoa wasiwasi, kwa sababu sasa hivi tunapata challenge kubwa. Mabadiliko haya yanazuiliwa na watu wenye asili za bara ambao wana nafasi za utekelezaji ndani ya serikali. Kuna wakurugenzi, kuna mpaka wawakilishi, wapo watu wenye asili za bara. Kwa hivyo hawajajijua position yao kwa sababu hakuna wa kuwasemea. Kwa hivyo mabadiliko tunataka hapa, tunataka kutumia udogo wa hichi kisiwa. Kitu kidogo ni rahisi kukimaintain. Kisiwa chetu tukipata sovereignty, tukipata mamlaka, mara moja tutapata mafanikio tofauti na tukiungana na nchi nyingi. Na Uzanzibari upo. Mimi nasema Uzanzibari upo. Kuna kauli ya kiongozi mmoja wa kisiasa, Mwalimu Nyerere, kwamba wanajiita wao Wazanzibari na hawa wanawaita Watanganyika. Haitoishia hapo. Kusema hivyo sio dhambi. Hata kama tuungane Afrika nzima, itabakia kuwa sisi ni Wazanzibari na wao Watanganyika, na itakuja baadaye kwamba sisi familia fulani na hao familia fulani. Dhambi kubaguana, Mzanzibari akambagua mtu wa bara au mtu wa bara akambagua mtu wa Zanzibar. Sasa haya mambo ndio nataka kuelezewa. Kwa hivyo baada, sijui huu mkutano umefanywa kutokana na msukumo gani, kwa sababu mambo mengi sisi hapa Zanzibar tunafanya kwa msukumo, na tumezoea kutolewa amri na mkubwa. Hatukuzoea kukaa pamoja teamwork tukashauriana. Akiwekwa waziri katika wizara inakuwa yeye ndo godfather pale, kila kitu aseme yeye. Umeona? Kwa hivyo tufanyeni teamwork, tuitane, halafu tulisimamie swala letu la nchi
Hili si suala la kisiasa. Asalamu alaikum. Tunaomba tutoe fursa kwa mtu mmoja kabla ya kumkaribisha Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu, kwa sababu saa 6 inabidi aondoke kwa attend majukumu mengine. Naomba nimpe Bwana Isaka. Asalamu alaykum. Mimi naitwa Sharif. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nina mchango mfupi tu ambao nataka kuzungumzia. Kwa kweli nilikuja nimechelewa sana. Nilikuja Mr. anafunga pepa yake. Mwalimu Huki, Mheshimiwa Mwenyekiti, katika pepa yake alizungumzia kwamba katika suala hili la mchakato wa kuelekea kupata katiba mpya, Wazanzibari wamegawika makundi mbalimbali akayataja. Lakini mimi kwa mtazamo wangu na ninavyofikiria ni kwamba makundi haya si kwamba yamekuja tu kibahati mbaya. Haya makundi yamefanywa maksudi yawepo ili kupunguza idadi ya Wazanzibari katika kufikia kwenye huo mustakabali wa swala zima la muungano. Lakini jambo la msingi ambalo mimi naliona pia katika hili, Wazanzibari tunakosa swala lolote ambalo lina involve watu wengi, ni lazima kuwe na uongozi. Sasa katika hili mimi ninachokiona kwamba tunakosa uongozi. Kama Wazanzibari tunakosa uongozi. Swala ni la Wazanzibari, si swala la vyama, si la CUF, sio la CCM. Kwa hivyo viongozi wa Zanzibari walitakiwa wawe na msimamo wa kuliongoza swala hili hadi kufikia kwenye huo mustakabali ambao Wazanzibari wanaotaka. Sasa hili msemaji aliyopita amelizungumzia kwamba hawa viongozi wetu wengi hawaangalii mustakabali wa nchi, wanaangalia mustakabali wa matumbo yao. Ndio maana tunafikia hapa tunapofika. Lakini kama viongozi wetu wangekuwa wanaangalia mustakabali wa nchi, mimi naamini kwamba swala hili ni jepesi sana na ingekuwa tumeshafikia pahali pazuri. Tunaona kuna baadhi ya viongozi hapa katikati walijaribu kutofautiana na wenzao. Nini kilichotokea? Ni viongozi ambao wako siku nyingi kwenye madaraka, lakini tukaambua hawa ni wapinzani, ni mradi walipewa majina mengi tu. Sasa kinachojitokeza ni kwamba tunakosa viongozi wa kulisimamia swala hili la mustakabali wa Zanzibar katika muungano. Na kundi hili la viongozi ambalo ni kundi dogo, lakini ni kundi ambalo lina nguvu kubwa sana ya ushawishi, lina nguvu kisiasa. Pamoja na udogo wao wanaweza kuinfluence matokeo ambayo wanayataka wao. Na tayari tumeanza kusikia baadhi ya maneno. Watu wanasema tutalinda hata kama wananchi wote wao sasa hizi kauli kama hizi mimi nafikiri zinaturudisha nyuma Wazanzibari. Kwa hivyo ninachoomba kwamba wananchi na viongozi lazima tuwe na msimamo mmoja katika suala hili la mustakabali wa Zanzibar katika muungano. Mimi nafikiri mwenyekiti niishi hapo. Asante sana. Sasa tunaomba tumkaribishe Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu ili atoe maelezo katika baadhi ya hoja ambazo kuna wengine walitaka kutulizwa mioyo. Sasa Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu, karibu sana. Kwanza nishukuru kwa sababu si kawaida kualikwa kwa mgeni halafu tena ukawa mwenyeji. Sasa naona ndio aliotokea hapa kwamba tumekuja kama mgeni, lakini hatimaye nimepata uraia haraka haraka. Sababu ya kukaa, sema kweli, na mimi naona kwamba si rahisi kupata fursa kama hizi, na najua
kwamba katika shughuli kama hizi huwa kunatoka mawazo mazuri sana, na mimi ningependa kusema kweli kwa dhati kabisa nikae mpaka mwisho. Leo asubuhi nimeacha shughuli mbili muhimu sana kwa sababu ya hii, na shughuli yangu mimi mwenyewe Nungwi nimeiacha kwa sababu ya hii, lakini na pia na shughuli yangu mimi mwenyewe Baraza la Wawakilishi. Sasa hivi wana shughuli inaendelea kule, lakini nimeiacha pia kwa sababu ya hii. Lakini sasa na nyingine ambayo bahati mbaya siwezi kuiacha, kwa hivyo inabidi tu niwahi kuondoka, lakini ningefurahi sana kama ningepata fursa ya kukaa mpaka mwisho. Sikusudii kujibu hoja kwa sababu kama nilivyosema mimi nimekuja kama mgeni, lakini najua wengine pengine nikizungumza baadhi ya mambo pengine itawasaidia kufahamu. Manake wanasema kwamba kama alivyozungumza mzungumzaji wa mwisho kabla Bwana Isaka, na wengine pia waliozungumza kwamba ilmu ni deni, ilmu ni dhima vile vile, na ndio maana mtu anahukumiwa kwa sababu ya elimu. Ukishakuwa nayo basi lazima utahukumiwa. Sasa na lile ambalo mimi ninalijua, nadhani ni vizuri kushare pia na wenzangu na hata mawazo, kwa sababu na mimi nimekwenda mahala mwingi ambapo pengine wengi humndani hawajapata fursa hii. Mimi la mwanzo niseme kwamba Zanzibar ni kweli tuna tatizo la tunashabikia sana tofauti zetu kuliko kutafuta mambo ambayo ni ya pamoja au yanayotuunganisha. Ukiangalia ni imekuwa kama ni utamaduni wetu kwamba tunapenda kushabikia zile tofauti zetu, na wakati mwingine tofauti zenyewe wala sio za msingi. Maanake hata hili katika suala la mchakato wa katiba, mimi ninachoamini kwamba katika yale mambo ya msingi, kusema kweli Zanzibar hatutafautiani, lakini kwa sababu ya culture ya kwamba tunapenda kushabikia tofauti zetu. Na pili, ni kweli kuna mtu hapa alisema kuna wengine wanapenda hizi tofauti ziwepo kwa sababu ya mtu maslahi yake mwenye binafsi, lakini sasa haya bahati mbaya si ya mtu, haya ni ya watu, ni ya watu na watu wenyewe ni sisi sote. Kama ile nilosema yule Yatsen alivyosema kwamba ukihesabu watu anza kujihesabu wewe mwenyewe. Na kuna bwana mmoja mtaalamu wa mambo ya uongozi anaitwa Robin Sharma, yeye alisema kiongozi mzuri ni ule kiongozi ambaye hana wadhifa. Huyo ndio kiongozi mzuri, yani a leader without title, basi huyo ndio kiongozi mzuri. Lakini ukiona kiongozi mpaka anasubiri apewe wadhifa ndio aanze kuchukua uongozi, huyo ana matatizo. Kwa hivyo na sisi tunaweza tukawa viongozi wazuri kabla hatujakuwa na wadhifa. Tukipewa wadhifa alafu ndo tukaanza kuwa viongozi wazuri, hapo tuko kwenye utumishi, hatuko kwenye uongozi. Sasa mimi ninaomba kwamba tuchukue dhima ya kwamba sote ni viongozi bila kuwa na nyadhifa. Lakini la pili ni tuone kwamba tujiulize sana tunapozungumzia tofauti zetu, kwamba hivi kweli tuna tofauti? Maana msipojua tofauti yenu mnaweza mkagombana, kumbe wala sio tofauti. Mimi huwa napenda kutoa sana mfano ule wa Mwarabu aliokwenda Uingereza. Kama aliwahi kusikia, naomba usiwachoshe, napenda kuutoa kwa sababu una maana yake.
Ambia Mwarabu yeye alijua kwamba katika kitu ambacho Waingereza wako very strict ni sheria zao za barabarani. Sasa wanajua kwa mfano ukiegesha pahala gari sipo, wao hawana msalimu Mtume, watakuwekea ticket ukalipe pauni 50 au pengine pauni 200. Sasa kwa kuogopa hilo, yeye akamfuata askari akamuuliza, si unajua Waarabu hawezi kutamka p, akamuuliza can I back here? Na askari akamjibu as loud as you can sir. Sasa swali jengine, jibu jengine, kwa sababu hawakufahamiana pronunciation. Sasa na sisi na wasiwasi mengine, tunaulizana maswali mengine, tunajibu mengine kwa sababu ya tofauti tu ya pronunciation. Kwa hivyo hebu tusikilize, kwani tuna tofauti? Kwa sababu hizi zinapambwa, hizi tofauti zina maana yake, lakini nani wa kutegua mtego huu? Ni sisi wenyewe. Kwa sababu huyu anayekwambia mimi nataka mfumo huu kwa mfano wa serikali, maana ndio kitu ambacho tunachotofautiana. Mimi nimeangalia kwamba katika mchakato wote mzima Zanzibar, at the end of the day, watu wanatofautiana katika nini? Mfumo wa serikali, ziwe 2 ziwe 3 ziwe mkataba. Tuseme ukweli, hayo ndio yaliyoko. Mimi huwa ninawauliza na wenzangu, kwangu mimi sioni hiyo ni hoja ya msingi, kwa sababu serikali muundo wake, ule mfumo wa serikali, zile ni kama kapu. Sasa nyinyi mtakuwa watu wa ajabu, mnaenda kuvuna nazi, halafu mnatoka nyumbani mnaanza kubishana, tuchukue kapu au gunia. Angalau inaingia akilini kusema tukavune nazi ngapi kwani? Lakini hamjajua nazi ngapi, mnaanza kubishana mpaka mnapigana kwamba je, tuchukue kapu, tuchukue mkoba au tuchukue gunia? Si bora muende mkavune hizo nazi kwanza? Maana mnawezekana msipate hata moja. Mkisha kuvuna ndio mtajua sasa kwamba kwa nazi hizi wala hamtokuwa na ugomvi. Yule pengine alikuwa akibishia mchukue mkoba atasema kwa hii bwana chukue gunia, lazima. Sijui kama mnanifahamu kwamba hoja ya mfumo wa serikali, mimi nasema tumepoteza muda mwingi, imetugombanisha wakati si hoja ya msingi. Tukishakujua tunachokitaka, tungeelekea huko, basi mimi naamini kwamba hili lingekuja moja kwa moja. Kuna mengine practically haiwezekani. Kwa mfano, mnapokuja mkasema mkajenga hoja, sisi tunataka kwamba tusiwe political subdivision ya mwenzetu tulioungana naye. Mimi siku moja nilikuwa nauliza wenzangu pale Baraza la Wawakilishi, ili si siri, naweza kuambia, hivi nyinyi mliungana au sisi tuliungana? Hivi Zanzibar tunataka tuendelee kwa political subdivision ya Tanganyika? Na hili uliangalie kwa historia yetu, sisi ndio nchi pekee katika Afrika Mashariki, kama sio Afrika, ambao tuliwahi kuwa empire. Maanake kabla ya treaty za 1886 Zanzibar iliwahi kuiown Tanganyika, ikawahi kuiown Kenya. Ndio ukweli wa historia. Hiyo ndio historia tunakotoka. Sasa tutoke kutoka empire mpaka municipality? Hilo ndio tunalolitaka? Sasa sidhani kama kuna mtu huyo anayetaka serikali 2 au 3 au 5, sidhani kama hilo ambalo ndio jambo la msingi.
kuna mtu analitaka. Naambia sisi tumeendelea kuona Kenya mpaka tarehe 5 Oktoba mwaka 63 ndio tukairejesha Kenya Coastal Strip. Sasa